Tunaposema rushwa, si swala la yule mgombea kununua kura, lakini lipo swala la mtu mwingine kwa sababu ya chuki zake kununua wapiga kura ili wasimpe mgombea fulani kwa nafasi fulani. Hiyo nayo ni rushwa. Ndugu zangu, rushwa isipodhibitiwa vizuri katika chaguzi za kisiasa, madhara yake ni makubwa na athari zake ni kubwa kwa maendeleo na demokrasia na maisha ya Watanzania kwa ujumla. Kila chochote tunachokiona kimeharibika katika jamii yetu, ukikifuatilia kwa undani, chanzo chake kikubwa ni rushwa. Yako madhara mengi sana yanayoweza kutokea iwapo tutajihusisha na vitendo vya rushwa katika chaguzi za kisiasa, tukizingatia kuwa viongozi walio bora kwa utaratibu kabisa kwa sheria na kwa katiba ya nchi yetu kama taifa tumejiwekea utaratibu huo. Mataifa mengine wanaweza kuteua tu, sisi tunafahamu. Mataifa mengine wanaweza kusema tu kwa sababu fulani alishakuwa rais basi mtoto wake ataendelea, lakini Tanzania tumejiwekea utaratibu mzuri wa demokrasia kabisa wa watu kujinadi, tukasikiliza sera zao, tukapima uwezo wao na sisi tukafanya maamuzi kwa kura zetu. Lakini kwa sababu ya rushwa, wakati mwingine hizi taratibu zimeshindwa kufikiwa na zimeleta madhara katika jamii yetu ya Kitanzania. Tukijihusisha na vitendo vya rushwa wakati wa uchaguzi, tujue tunavuruga demokrasia ambayo tumejiwekea. Rushwa huondoa haki na uwazi katika mchakato wa uchaguzi. Wagombea wasiofaa huweza kuchaguliwa kwa sababu ya kununua kura badala ya sera ama uwezo wao. Ndugu zangu, kama tunavyojua katika demokrasia hii, hanyanyuki mtu tu na kusema leo mimi nataka kugombea kuwa mbunge wa jimbo la Ilemela. Hapana. Kugombea kwangu nitapimwa. Iko michakato, nadhani ndio maana leo tuko hapa. Iko michakato mizuri tu ya kutusaidia kuweza kuwapata viongozi walio bora. Na ndio maana wale wagombea wanapewa nafasi ya kujinadi mbele ya wapiga kura ili sisi tuweze kuamua. Unajua, unapokuwa unamsikiliza mtu namna anavyoongea, namna anavyojitetea katika maswali yanayomuuliza, namna anavyojibu, inakupa nafasi ya kujua kwamba kweli huyu anaweza kuwa mwakilishi mzuri wa sisi tutakapomtuma. Kama tunavyoelewa kwa utaratibu wa taifa letu, hatuwezi kunyanyuka sisi wote hapa tukaenda kwa rais kumwambia Ilemela tuna 1 2 3. Lakini tunao wawakilishi, ndio mbunge, madiwani, kupitia madiwani, mbunge, ndio tunapata uwakilishi. Vipi kama tutakuwa tuna mtu ambaye hawezi kwenda kutusemea? Tutabaki tunailaumu serikali haijatufuatilia 1 2 3, lakini kumbe shida ni sisi kwa yule tuliyemweka kama mwakilishi wetu. Na inawezekana tusimweke mtu mzuri kwa sababu ya rushwa. Katika mazingira yenye rushwa, uchaguzi hauwi uhuru wala wa haki, kwani wagombea hutumia fedha na zawadi mbalimbali kununua kura badala ya kunadi sera zao ili wapiga kura waweze kupima uwezo wao. Ndugu zangu, sisi wote hapa tuna mioyo ya nyama, sio? Hakuna mtu ambaye ana moyo wa jiwe. Kama tuna moyo wa nyama, tuna haya. Ninachoweza kusema, usidhubutu kusema utapokea alafu ubadilike, kwa sababu wewe ni binadamu, una moyo wa nyama, kuna siku utaona aibu. Dawa ni kutokupokea wala kukubali kujihusisha kwenye vitendo vya rushwa. Maana kwa sababu wewe ni binadamu, ukiruhusu tu kupokea zawadi, kupokea pesa kwa imani kwamba nitapokea alafu nitaenda kupiga kura, ni siri yangu, wewe ni binadamu, nafsi yako itakusuta. Dawa nzuri ni kutokupokea na kuwa wakweli na wawazi katika wale watu wetu wanaogombea. Amekuja ana zawadi yake, ana pesa yake, mwambie ninataka sera zako. Sitaki pesa, kwa sababu pesa anayokupa itaisha wakati huo, lakini akiwa na sera nzuri na mipango mizuri atatufikisha pale tunapotamani kufika, si ndio? Lakini pia tukijihusisha kwenye vitendo vya rushwa wakati wa uchaguzi, tujue tunatengeneza mazingira ya kuwapata viongozi ambao sio viongozi bora, ni bora tumejaza nafasi. Si kama mmenipata. Sio viongozi bora, ila ni bora tumejaza nafasi. Nadhani sisi Ilemela hatuhitaji kujaza nafasi, tunahitaji kuwa na kiongozi bora, si ndio? Uamuzi wa kumjua kiongozi bora huko mikononi mwetu. Na hii ni jumuiya ya wazazi. Nimefurahi sana nilivyosikia katibu anasema wazazi ni walezi. Sisi ndo tunamlea mbunge kuhakikisha anafika wapi, au sisi ndo tunawalea wagombea. Kama mzazi unao nafasi ya kutambua
ni yupi mgombea mzuri atakayeweza kukufikisha katika yale unayotamani kufika. Utakapomuona kiongozi ambaye anatumia nguvu ya pesa na zawadi ili apate kura yako, ujue kabisa uwezo wa kujieleza hana, na hapo hatuna mwakilishi. Maana mwakilishi kura haendi kuwakilisha kwa pesa na nguvu yake ya vitu alivyonavyo. Anaenda kutuwakilisha kwa kusimama na kujenga hoja. Sasa utakapomchagua kiongozi ambaye amekupa chochote, haujamsikia sera zake, hatuna mwakilishi, tumejaza nafasi. Naelewana ndugu zangu? Angalia rushwa isipeleke kwenye kujaza nafasi, bali tusimame imara, tutende iliyo haki ili tuweze kupata mwakilishi. Viongozi wa aina hii huwa hawana malengo ya kurudi na kutuhudumia. Jamani, sisi wote hapa ni watu wazima, hakuna mtu anawekeza kwenye hasara, sio? Ushawahi kujiuliza hivi wanavyovitoa kwetu watavirudishaje? Sisi nimepata vizuri. Hivi wanavyovitoa kwetu ili tuwape kura zetu watarudishaje? Hauna unachomdai kwa sababu anajua amepata kura yake kwa pesa yake. Lakini tukimpa mtu kwa sababu ya sera zake, anachakuleta mbele yetu, atasikia kudaiwa na kuhukumiwa kwamba jamani, hawa watu walinichagua kutokana na sera, hawakunichagua kwa vitu vyangu. Lakini mara nyingi hawa wanaotumia njia za rushwa ili wapate hizi nafasi, wakishapata ni lazima wakafikie mashimo. Wanakuwa wametengeneza mashimo makubwa sana kwenye maisha yao, hawasemi tu. Alafu tukisha wapo wasipoonekana tunalalamika, lakini tunasahau ni sisi tulipokea vile vitu na wakatengeneza mashimo kwenye maisha yao. Niwaombe sana, kama kuna watu wanaendelea kutumiwa kwenye jumuiya hii, na mimi siwapichi, kwa yule nitakayemgundua nitamleta kwenye baraza hili. Huyo sio mzazi, ni mtu anayetuchonganisha, ni mtu anayeleta shida kwenye jumuiya hii, atakuwa hatufai. Tunapoelezana ukweli, lazima tuelezane ukweli, sio kuondoka na kwenda kubadilisha maneno. Sisi hatupaswi kutanga, hatupaswi kuitwa kwenye chocho kwa ajili ya kwenda kudharaulisha utu wetu. Mtu anayetaka uongozi atakuja, tumsikilize kwa hoja, tutampima na tutamueleza kwamba kwa hoja hizi hujawahi kufikia kwa yule aliyepo. CCM oyee! Kidumu Chama cha Mapinduzi! Na nizidi kuwaeleza, hatuna sababu ya kupapasa macho, ya kuweza kuguna, ya kuweza kufikiria, ya kuweza kuwa na mashaka. Kazi zilizofanyika wilaya ya Ilemela zinajulikana. Kubwa ambalo tunatakiwa kama wanabaraza, kama jumuiya ya wazazi, jumuiya hii inatakiwa kuwa jumuiya ya mfano, kwa sababu kwa mujibu wa kanuni zenu na kwa mujibu wa katiba ya Chama cha Mapinduzi, jukumu lenu kubwa ni malezi na elimu. Sasa kama wewe mwenye jukumu hilo huwezi kulisimamia, unategemea yule unayemwelimisha au yule unayemlea atalielewa? Hawezi. Usitake kuwa na faida ya jambo fulani, lakini ujitoe kwa moyo kwamba unataka kusimamia jambo hili liwe kweli, na mimi kama kiongozi niweze kulisimamia. Lakini ukitaka kwenda nusu, hapo tayari umekanyaga kanuni zetu ambazo zinakutaka wewe ufanye shughuli ya malezi na kuelimisha. Kwa hiyo mimi nimefurahi sana baada ya kukuta hawa watu wa mada wanazungumzia haya. Na nilikuwa najaribu kunukuu kidogo mtu wa TAKUKURU wakati anazungumza. Anasema ukishapata unakwenda kufukia mashimo ya kazi uliyofanya kwa muda. Kwa sababu umetoa vingi kwa lengo fulani. Kuna mawili, kuna kupata na kukosa. Lakini yote mawili, lolote litakalotokea, bado kuna mashimo ya kufukia ambayo umeyachimba mwenyewe. Na umeyachimba mwenyewe kwa namna gani? Kwa sababu ya kutoa kitu kwa ajili ya kupata kitu. Haya, umetoa, umekosa na ulikopa, kazi inarudi kwako. Umetoa, umepata, lakini una wajibu wa kufanya kazi ambayo watu wamekupa. Hautaifanya kwanza, lazima urudishe kile ambacho ulikuwa unakitoa. Kwa hiyo ni jukumu letu sisi kuamua katika kutoa elimu ya mambo haya.